Hebu nikuulize swali moja mwana Bongo Zone. Hivi, hebu fikiria kwa sekunde moja tu. Halafu niambie, ingekuwaje ni wewe unagundua kwamba mke wako ambaye umempenda, kumheshimu, kumthamini na kumwamini sana, anabeba ujauzito wa mwanaume mwingine tofauti na wewe. Lakini kwa sababu tu unajua kabisa siri yako nzito ya kwamba wewe hauna uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mkeo, ingevuja na kukushushia heshima mbele ya jamii, unaamua kumeza machungu yako, unamsamehe, unampokea kwa mikono miwili na kukubali kubeba mzigo huo. Wewe ungefanyaje? Kama bado hujanielewa nini namaanisha, basi kaa hapo hapo ulipo, kwa sababu leo tutakuchambulia tamthilia ya Dunia kwenye episode ya 38 ambayo imeandaliwa kwa ufundi sana na mchambuzi wako Mtesa Visual. Hii ni Bongo Zone na tuende pamoja kutoka mwanzo mpaka mwisho wa hii video ili tuelewane. Let's dive into the story. Karibu tena katika channel yako pendwa ya Bongo Lyrics Zone, channel pekee ambayo inakuletea updates zote za Tanzania na worldwide. Kama bado hujasubscribe, basi huu ndio muda wako. Hakikisha una subscribe channel yetu, then una turn on notification ili madi usipitwe na updates yoyote ambayo tutakuposti kila siku. Sasa wale ambao wanafuatilia tamthilia ya Dunia, basi nadhani mtakuwa mnanielewa nini namaanisha. Na kama ulitazama episode ya 38, hakika utakuwa wewe binafsi umesimama kwa mshangao. Kwa maana tumemshuhudia Kawina akichukua uamuzi ambao haijawahi kutokea kwenye historia ya simulizi hii. Yaani baba Asma bana, apewe heshima yake. Sasa unakumbuka fika kwamba Kawina alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Siri yake ya kutoweza kushiriki tendo la ndoa lilikuwa kama bomu linalosubiri kulipuka. Sasa wakati anapambana kulinda heshima yake, mkewe Lila anajikuta anapata ujauzito wa nje ya ndoa, ambaye kwa tunaofahamu baba mzazi wa ile ujauzito ni manyanya. Lakini kinachoshtua zaidi ni kwamba kwenye hii episode ya 38, licha ya Kawina kujua wazi kabisa kuwa hiyo mimba sio ya kwake, lakini anaamua kurudisha moyo nyuma na kumsamehe mkewe Leila. Sababu kubwa ni kulinda aibu yake isitoke nje. Anachagua kunyamaza, kukubali kila kitu na kuendelea kumtunzia mkewe siri, huku akiwa anajua kabisa kuwa analea mtoto ambaye sio wa kwake, yani ni mtoto wa mwanaume mwingine, na huku pia mwanaume huyo huyo akiwa ndani ya himaya yake hiyo hiyo pasipo yeye kujua. Mimi bado nimekusamehe mke wangu. Nimekusamehe. Nimekubali pia kuwa baba huyo mtoto. Nimekubali kulea hiyo mimba. Lakini naomba kitu kimoja tu kwako. Tunze hii siri. Usije ukanigeuka tena. Leila, hili ni agano. Hili ni agano langu mimi pamoja na wewe. Na hakuna mtu yoyote anatakiwa kujua hili. Hii mimba ni ya kwetu. Hapa ndipo napojiuliza, hivi Kawina anatumia busara au anajichimbia kaburi la mateso ya kihisia? Na je, upande wa pili wanahisi manyanya atachukua uamuzi gani baada ya kile alichoambiwa na Leila? Maana tumeona mwisho kwamba Leila anamwambia hii mimba sio ya kwako, mimba ni ya mume wangu. Sasa na maswali kama mawili hivi kwa wewe mtazamaji wa Bongo Lyrics Zone na unanitazama sasa hivi. Je, uamuzi aliochukua Kawina wa kumsamehe na kukubali mimba hiyo kwa sababu ya kulinda aibu yake ni sahihi? Na je, unadhani Leila atakuja kujuta siku ambayo siri yake ya kwamba ujauzito ni wa manyanya, mlinzi ambaye kila siku anawalinda na anamfungulia bosi, anamfungulia mlango Kawina, ikija kuvuja, unafikiri atakuja kujuta siku hiyo? Dondosha maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment, but usahau kusubscribe, like
Pia hakikisha una turn on notification ili mradi usipitwe na video yetu tutakayoposti hapa Bongo Zone. Pia usahau kushare hii video kwa wapenzi wa tamthilia dunia wote ili wasipitwe na uchambuzi wa episode zinazofuata tukitoa hapa Bongo Zone. Ni mimi mtangazaji wako Mtesa Visual na hii ni Bongo Zone. Ciao.